na mimi si walaumu wale wa maseneta wa Marekani. Inawezekana wamepata habari ya upande mmoja. Fanya mpango, Mheshimiwa Spika wangu, ongozana na Waziri Kombo, nendeni mkakae na kamati ya foreign ya Marekani. Ndugu watazamaji wa Tanzania wenzangu popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tubadilishane mawazo, tuelezane yale ambayo yanazidi kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ndani ya serikali ya Samia ya CCM pamezuka hofu baada ya maseneta wa Marekani kutafuta kuwapiga marufuku viongozi wa CCM wasikanyage Marekani. Ninaomba unisikilize vizuri. Wiki iliyopita Marekani iliwasilisha mswada kupitia kwa maseneta, waliwasilisha mswada kwa rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump, wakisema kwamba tukianzia rais, chama cha CCM, wabunge wa CCM, viongozi wa CCM, viongozi wa usalama wa taifa, tukianzia viongozi wa jeshi, viongozi wa polisi wapigwe marufuku kutokanyaga Marekani kuhusiana na machafuko ya mauaji ya mwaka uliopita. Serikali ya Samia ikafikiri kwamba ni mchezo. Marekani ikaanzia Mafuele, Faustin Mafuele, ambaye walimpiga marufuku asikanyaga Marekani kwa kuwatesa wanaharakati Boniface Mwangi, Agatha kutoka upande wa Uganda na Kenya walioingia Tanzania mwaka uliopita kipindi cha kesi yake mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Kumbe sasa serikali ya Samia ikaona kwamba Marekani ipo serious, kwamba wanataka kufungia viongozi wa CCM wasikanyage Marekani. Baada ya maseneta kuwasilisha ule mswada kwa rais wa Marekani kutaka viongozi wa CCM wafungiwe wasikanyage Marekani, mali yao yafutwe, yakuwe frozen, na watoto wao viongozi wa CCM ambao wako Marekani wafukuzwe. Sasa wabunge wa CCM wameanza kulia, mpaka nimeona waziri wa masuala ya nchi za kigeni Thabit Kombo amesema eti kwamba ameandikia Marekani barua ya kuwapembeleza wakuje Tanzania, wakuje kuangalia hali ya usalama. Unajua kuna kitu ambacho hii serikali haijui. Marekani haikuje kuangalia sasa hivi, iko na ripoti ya kila kitu ya yaliyopita. Hawasemi eti kwa, yani Thabit Kombo sijui anatumia akili gani hii. Anasema eti kwamba naalika Marekani kuja Tanzania wakuje kuangalia hali ya usalama. Lakini kila ambacho kinanishangaza, hawataki kuzungumzia yale ambayo yalitendeka mwaka uliopita. Kabla hatujasonga mbele na mazungumzo yetu, ninakuomba uweze kusikiliza hizi kanda ambazo nimekutafutia kuhusu mjadala ambao ulikuwa unanoga bungeni kuhusiana na maamuzi ya maseneta wa Marekani kuelekea kwake rais wa Marekani Donald Trump kwamba wapige marufuku serikali ya Samia isiingie Marekani. Fanyeni kila linalowezekana, na mimi si walaumu wale wa maseneta wa Marekani. Inawezekana wamepata habari ya upande mmoja. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, mimi ninajua wewe pia ni mwanadiplomasia mahiri. Fanya mpango, Mheshimiwa Spika wangu, ongozana na Waziri Kombo, nendeni mkakae na kamati ya foreign ya Marekani. Wenzetu wangewasiliana na kamati yetu ya bunge ya NU kabla ya mswada huo kuufikisha kwenye kamati inaenda kuwa sheria. Leo unasema unapeleka mswada huo sheria kufuta visa kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wengine ni wahanga wa matukio hayo ambayo wao wanayarifa. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, unazungumzia kuondoa visa viongozi wa ulinzi wa taifa letu ambao
Hakuna natural justice, hawakuhojiwa popote, hawakupewa fursa kama serikali kupitia wizara husika kutoa statement. Muhimu wakumbuke, nchi hii iko huru, ilipata uhuru wake. Uhuru wetu hatukupewa kama zawadi, tulipambana tukapata uhuru wetu. Tuko huru wa uheshimu uhuru wetu, tunaheshimu mchango wao, tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu. Mimi nina fahari kubwa sana kuwa Mtanzania. Tusikubali humu ndani kubaguana, wala nguvu yoyote ya nje ya kubagua sisi. Waliowasilisha hoja zao nimeuliza, wote wawili hawajawahi kufika Tanzania. Hili nimeuliza kama waziri wa mambo ya nje, washawahi kufika Tanzania? Hawajawahi. Nimeshatuma mwaliko kwa taarifa yenu kualika wote wawili waje kutembelea Tanzania. Tutawalipia sisi kila kitu, kuanzia malazi mpaka makazi. Waje kuona wapi tunachinjana, wapi tunapigana, wapi tunapaguana. Waingie kanisani, waingie msikitini, waone watu wanavyosherehekea harusi kwa pamoja. Nina imani kwamba mtazamaji wangu umepata sekunde zako chache au dakika zako chache umesikiliza mazungumzo hayo. Nikukumbushe kwa mara nyingine, tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 kajiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Vile like video. Alafu washa hicho kengele. Ukifanya hivyo automatically unajiunga na ukumbi huu, hautakuwa unapitwa na taarifa zetu ambazo huwa tunazipakia kila wakati. Mtazamaji wangu, kile ambacho kinanishangaza, serikali hii imegundua kwamba Marekani ilikuwa serious. Hawakuwa wanacheza. Umeona jinsi ambavyo hatua ambayo Marekani inataka kuchukua ilivyo na uzito. Iwapo ile hatua ya Marekani ya kufungia viongozi wa CCM wasikanyage Marekani haingekuwa na uzito, haungeona hawa wabunge wanalia pale bungeni. Nimekuchukulia tu sambo ya video kidogo. Lakini kuna kitu ambacho mimi ninajiuliza, Bwana Ezra. Kipindi ambapo hawa wabunge walikuwa wanashangilia na kumtetea Samia kuhusiana na machafuko ambayo yalipita mwaka uliopita, hawakuwa wanajua kwamba kuna hatari ambazo zitakuja baadaye. Kuna kitu ambacho ninapaswa nikujulishe. Wacha nikueleze hivi, mtazamaji wangu. Marekani haiwezi kakurupuka na waseme kwamba machafuko yalitendeka Tanzania. Haiwezi kakurupuka ikaseme eti kwamba wizi wa kura uliratibiwa mapema kabla ya uchaguzi wenyewe kufanyika. Marekani haiwezi kakurupuka na kusema kwamba raia wengi walichinjwa, wengine wakazikwa. Hivyo wako na ushahidi tosha. Kwa sababu Marekani ni nchi ambayo imeweza kugrow kidemokrasi, huwa inataka demokrasia iweze kudumu, vile haki za binadamu ziweze kulindwa. Hivyo kipindi ambapo wanasema kwamba viongozi wa CCM na viongozi wa usalama wa taifa walihusika kwenye mauaji, wako na ushahidi. Lakini vile ninaomba niweze kukumbusha hawa viongozi wa serikali ya CCM ambao wanatupigia kelele hapa. Wanafikiri kwamba Marekani hawana ushahidi ya yale ambayo yalitendeka mwaka uliopita. Wanafikiri kwamba Marekani kiteknolojia inatoshana na Tanzania yetu. Sasa wacha niulize hawa wabunge, kama wanafikiri kwamba Marekani haina taarifa sahihi
kuhusu uchinjaji, kuhusu kutoa wananchi uhai, kwa sababu nimeona Kombo anasema eti kwamba Marekani hawana taarifa sahihi, eti sijui waliangalia taarifa ya upande moja. Kama wanafikiri kwamba Marekani haina taarifa sahihi, kwa nini serikali ya Samia ilikataa kuruhusu vyombo huru vya uchunguzi kutoka mataifa ya kigeni ambavyo viko huru vikuje kufanya uchunguzi wa mauaji Tanzania? Kwa sababu mnaelewa, hata niliweza kueleza hapa juzi tu kwamba bunge la Ulaya limezuiliwa mara kadhaa wasiingie Tanzania kuja kufanya uchunguzi. Sasa kama wanafikiri kwamba machafuko hayakutendeka mwaka uliopita, ni kwa nini wanazuia vyombo huru vya uchunguzi vya kimataifa visikuje kufanya uchunguzi ili wazipate taarifa sahihi, ikiwa hizi ambazo wanasema eti kwamba Marekani iliweza kuangalia, na iwapo waliweza kuangalia upande mmoja, eti kwamba zilikuwa ni propaganda? By the way, wacha nikwambie hivi mtazamaji wangu, hawa wabunge wanasema kwamba nchi nyingine zaidi ya Tanzania, au wanasema kwamba hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Sasa mbona basi wakifutiwa visa inawaathiri, wanalia bungeni? Nimesikia huyu mama huyu mbunge mwenye anaitwa Esther Bulaya akilalamika eti kwamba sijui hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Basi kama hatuna nchi yetu zaidi ya, ama hatuna nchi nyingine zaidi ya nchi yetu ya Tanzania, Marekani inataka kuwazuia wasikanyage Marekani, mbona basi wanatupigia kelele kutoka pale bungeni, Marekani haitafanya vizuri, haitafanya poa kuwazuia viongozi wa CCM wasikanyage Marekani? Hawa viongozi wakati mwingine wanafikiri kwamba sisi ni wajinga. Sasa hawa viongozi wanawakataza tume huru ya uchunguzi za kimataifa wasikuje Tanzania kufanya uchunguzi, alafu wanasema eti kwamba hawana taarifa kamili. Ndio nini sasa? Wacha nikwambie hivi, kipindi ambapo Marekani wanaamua kufanya kitu wanakijua, angalia, kuna uonevu na utekaji katika taifa letu la Tanzania. Tundu Lissu alikamatwa bila makosa, amefunguliwa mashtaka ya uhaini, na hili ndilo bunge la Marekani la Seneti linasema kwamba Tundu Lissu afunguliwe. Vile vile bunge la Seneti la Marekani linasema kwamba walioathirika wapate haki, lakini serikali haitaki kusikiliza chochote. Tuchukulie mfano, nikupee tu mfano mdogo. Angalia, hii serikali ya CCM inadhurumu haki za raia. Hatuwezi tukapewa sauti ya kuzungumza. Unajua, mtu kama mimi nipo mahame, si yuko Tanzania, niko nje ya Tanzania. Ndani ya Tanzania yetu hauwezi ukazungumza hivi. Ukitaka kujua hilo, angalia kama ndugu yangu mtetezi wa haki za binadamu mwenzangu mwenye anaitwa Jasusi TV, na yeye hayuko Tanzania, na ndio maana anazungumza jinsi ambavyo ninazungumza, japo yeye hajionyeshi. Serikali hii inadhulumu wananchi. Ukijaribu kukosoa serikali kidogo hivi, kama uko ndani ya Tanzania unatekwa. Na ndio maana wanaharakati wenzangu tupo nje ya Tanzania, mfano kama Maria Sarungi, wote tuko nje ya Tanzania. Vile vile wanamtesa mtu ambaye anaitwa Tundu Lissu, zaidi ya mwaka mzima yuko kwa jela. Kesi yake haisikilizwi ipasavyo. Mpaka yeye mwenyewe Tundu Lissu amekuwa rasta, yaani hanyolewi,
Kuna wakati ambapo Tundu Lissu amewasilishwa mahakamani bwana, nywele hajaweza kuchana, wanamtesa mtoto wa watu, wanamtesa kiongozi wa watu pale bungeni, yani pale kwa jela. Mambo ni mengi ambayo wanayafanya, alafu wanajaribu kutuambia tu kwamba Marekani inakosea kutaka kuwafungia visa viongozi wa CCM. Mimi ninamalizia kuambia hivi, wacha watulie hawa viongozi wa CCM, wacha watulie wapate dawa, kwa sababu waliamua kupuuza sauti za wenye haki, kina Warioba akiwemo Polepole. Sasa tamaa za CCM zinalipelekea taifa letu la Tanzania shimoni bila aibu, na bado wanaendelea kuteka wananchi. Mimi ninaambia Marekani, shikilia hapo. Unajua, nimemsikia kwamba anasema eti kwamba ameweza kuwaalika wale maseneta ambao waliweza kuandika huu mswada kuelekea kwa kuelekea kwa rais wa Marekani Donald Trump. Wanafikiri kwamba Marekani ni nchi ya kuhongwa, eti sijui atawalipia malazi, sijui atawalipia visa. Hizo pesa za kulipa visa zinatoka wapi? Malazi zinatoka wapi? Lakini kuna ndugu zetu ambao hawana kazi, yaani wamesikia tu eti visa zao zitafungiwa wasikanyage Marekani, mali yao yatafungwa, wameanza kulia. Wameona ni heri watumie pesa za Tanzania ili kujisafisha ile damu ambao waliweza kumwaga. Waliohakikisha kwamba damu ya wenzetu inamwagika watalipa. Wazo lako ni lipi, mtazamaji wangu? Hakikisha kwamba una subscribe. Mwenyezi Mungu akubariki.